Hatimaye Rais wa Tanzania Mama Suluhu Hassan amesalimu amri na kutangaza kujiuzuru. Karibu kwenye taarifa zetu za Iron Media na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 raia wa Tanzania walipiga kura kuchagua kupata wagombea wa nafasi mbalimbali ikiwemo ubunge, uwakilishi na udiwani. Zoezi hilo liliendeshwa nchini kote humo. Lakini kwa mara ya kwanza kabisa maandamano yakashuhudiwa siku ya uchaguzi katika baadhi ya sehemu za nchi hiyo ambayo ilisifika kama kisiwa cha Afrika kote. Kile ambacho Watanzania waliamkia baada ya kushiriki katika uchaguzi ni kufungwa kwa mtandao, hatua ambayo ilifanya iwe vigumu kuelewa kile kinachoendelea. Vile vile serikali ilitoa taarifa ya kuwataka wafanyakazi wa umma kufanyia kazi nyumbani. Kesho tarehe 30 Oktoba mwaka 2025 watumishi wote wa umma nchini wafanyie kazi nyumbani isipokuwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na waajiri wao. Msemaji wa serikali Jason Msigwa aliweka ujumbe huo kwenye mtandao wake wa Instagram. Vikosi vya usalama vilikuwa vinashuhudiwa mitaani vikishika doria, na pengine baadhi ya raia walikuwa wanapitia hali ngeni kwa ambayo hawajawahi kuishuhudia siku za hapo nyuma. Kwa mandhari iliyojitokeza, naweza kusema hali hii ilikuwa tofauti na vile wananchi walivyozoea katika chaguzi zilizopita. Kwa yule anaifahamu Tanzania atakapokutana na taarifa hii kidogo itamshangaza na hata kuanza kufikiria mara mbili. Jambo ambalo halijawahi kutokea kwa nchi ambayo imejulikana kwa utulivu, hasa eneo la Afrika Mashariki. Huenda pengine maandamano haya yameingiza Tanzania kwenye historia ya nchi ambazo zimeshindwa kufanya uchaguzi wake kwa amani, na wananchi wametumia njia hii kuwasilisha matakwa walio nayo kwa serikali yao. Kimataifa, Tanzania ni nchi ambayo imejenga taswira ya ujamaa, na kwa miaka mingi wananchi wamejitahidi kutoathiri kwa misingi ya kikabila, kidini, kitamaduni au kivyovyote vile. Gonda anasema kuwa tofauti zao zimekuwa ni zenye kuzungumzika na hakuna hata siku moja walikubali zigawanyike na wananchi. Lakini kwa jinsi hali ilivyo Tanzania imefikiaje? Sijui kama itakuwa sawa kusema siku ya nyani kufa miti yote uteleza. Tanzania ni nchi ambayo raia wake wamekuwa watiifu kwa kiasi kikubwa, na kwa wengine kutokea kwa jambo kama hili ni kitu ambacho hakingeweza kufikirika. Lakini nini kimechangia kitumbua kuingia mchanga? Katika mfumo ambao tumeulea wa kipindi kilichopita, watawala wamekuwa na sauti juu ya wapiga kura na kutaka kubadilisha kile ambacho kimezoeleka. Huenda ikawa ndio chanzo, alisema Bwana Gonde ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Ukivuta picha ya jinsi hali ilivyo kwa bara la Afrika na dunia nzima kwa ujumla, raia mpiga kura amekuwa akichukuliwa kama asiye na sauti. Na je, viongozi wanaokuja kuomba kura wanajihusisha na raia kwa namna gani? Katika mfumo ambao tumekuwa nao, viongozi wamekuwa wakitoa matamko makali magumu kuonyesha kwamba huyu mpiga kura hana nguvu. Hiki ndiyo kilichochochea hapa tulipofika hivi sasa, akasema. Kwa tathmini ya haraka, ahadi ambazo wanasiasa hushindwa kuzitimiza pia ni miongoni mwa yale ambayo huingiza pabaya wanasiasa. Raia katika nchi kadhaa Afrika wamekuwa wakilalamikia hili, na mwishowe uhusiano wa mwanzo ambao uliwaunganisha na viongozi wao unaanza kudorora taratibu. Vile katika siku za hivi karibuni nchi kadhaa zimekumbwa na maandamano ambayo kwa kiasi kikubwa yamechangiwa na vijana maarufu kama Gen Z. Kizazi hiki cha vijana, Generation Z, kimekuwa kikitikisa tawala na kuibua mijadala kuhusu haki za kijamii, nafasi za vijana katika siasa na mustakabali wa kiuchumi. Nchi za hivi karibuni kujikuta katika zahama hii ni pamoja na Madagascar, Peru, Nepal, Morocco na nyinginezo. Hii si mara ya kwanza kwa tukio kama hili kushuhudiwa
Miaka ya nyuma nchi za Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini pia ziliathirika, ambapo wananchi waliamua kuleta mwamko mpya hasa katika nchi za Kiarabu. Tofauti na vizazi vilivyotangulia, Gen Z imekuwa katika mazingira ya kidijitali, ambapo mitandao ya kijamii ni chombo cha uratibu na sauti ya pamoja kwao. Ni vigumu kujua ikiwa kwa namna moja au nyingine hili limechangia kukatwa kwa mitandao nchini Tanzania. Cha muhimu zaidi ni kwamba yamedhibitiwa na usalama kuimarishwa, lakini wengine bado wanajiuliza, je, maandamano ya vijana yamekuwa na nafasi ya kuleta mabadiliko ya kudumu? Hilo ni swala jingine tofauti ambalo kabisa linafaa kuangaziwa kivyake. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu. Hali si hali, ambapo kule Tanzania na Mama Suluhu Hassan huenda akajiuzuru wakati wowote kuanzia hivi sasa. Tukana na matukio mengine zaidi, usikwende mbali.